leo ni siku yetu ya mwisho ya kampeni. Naomba nichukue dakika chache sana nielezee kwa ufupi kabisa maeneo 11 ambayo mtegemee tutayafanyia kazi katika kipindi kijacho cha uongozi. La kwanza ni kuendeleza na kudumisha amani yetu, utulivu, mshikamano, umoja na maridhiano katika nchi. Chama cha Mapinduzi ndio chama pekee ambacho kinaendeleza umoja na mshikamano katika nchi. Chama cha Mapinduzi ndio chama pekee ambacho kinahubiri amani kila siku. Nyewe wenzetu wale mmewasikia wanasema habari za amani. Sasa nani asiyetaka amani duniani? Ni watu wa ajabu sana, lakini nasema mkitaka kuendelea na amani tuliyokuwa nayo, mkitaka umoja wa wananchi wa Zanzibar, mkitaka mshikamano, mkitaka maridhiano, tafadhalini sana kichagueni Chama cha Mapinduzi. La pili, eneo la miundombinu. Kwa kiasi kikubwa tumefanya kazi kubwa katika miundombinu. Katika awamu ijayo ya uongozi, miundombinu mikuu ya aina 3: viwanja vya ndege, bandari pamoja na barabara, tegemee kwamba tutafanya vizuri zaidi ya ambavyo tumeshafanya sasa hivi. Uwanja wa ndege wa Pemba tunaojenga mpya utakuwa kimataifa. Uwanja wa ndege wa hapa wa Abedi Amani Karume tutaendelea kuongeza zile terminals. Manake sasa hivi tuna terminal 3, tuna terminal 2 ambayo karibu tutaifungua, VIP imeshakuwa tayari karibu tutaifungua. Sasa tunakuja na terminal 1 ambayo itakuwa ni domestic lakini itakuwa ya aina yake. Bandari zetu tumeshaanza ujenzi wa bandari kubwa jumuishi kule Mangapwani. Lote la msongamano wa meli hapa Malindi sasa hivi likwisha, kwa sababu tuna bandari kubwa 2 zinakuja. Moja ni Mangapwani, lakini nyingine pale Fumba, ambayo ndani ya mwaka mmoja ile ya Fumba itakuwa tayari. Tutaondokana na msongamano huu ambao unasababisha kuongeza gharama za bidhaa katika nchi yetu ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Barabara tumeshazijenga nyingi sana. Tutaendelea kujenga barabara kuu ikiwemo barabara ya Tunguu mpaka Makunduchi, lakini tutaendelea kuunganisha mkoa wa Kaskazini na mkoa wa Kusini kwa kujenga daraja pale Chwaka Charawe. Ndugu zangu, kwenye huduma za jamii tutaendeleza kujenga skuli za ghorofa katika ngazi ya msingi, ngazi ya sekondari, ili tukamilishe ujenzi wa skuli zetu ambazo tumezipanga. Tayari kuna mkataba ambao tumeshaingia wa skuli mpya 29 ili tuweze kuendeleza elimu katika nchi yetu. Upande wa afya sasa hivi tumesha mkataba wa ujenzi mpya wa hospitali ya Mnazi Moja, itajengwa mpya, lakini vile vile kuna ujenzi wa hospitali mpya ya Binguni ambayo itakuwa ni ya kufundishia, hiyo itakuwa ya aina yake. Lakini tayari tunaingia mkataba kesho wa hospitali maalumu ya saratani hapa Zanzibar. Ndugu zangu, watu wakisema CCM haijafanya kitu, nyinyi wasikilizeni, tuachaneni nao. Maana hata kama huoni haya utayaona. Ndugu zangu, kwenye upande wa maji tayari mkoa wa Mjini tumeshafanya makubwa, matangi makubwa sana yamejengwa, nyote mnayaona. Mkoa wa Kaskazini kuna mradi unaoendelea wa dola za Kimarekani milioni 25. Kesho pia tunatia saini ya mradi mkubwa wa mkoa wa Kusini Unguja wa maji wa dola milioni 55. Kwa upande wa ajira hususan kwa vijana, tunaahidi kutengeneza ajira 350,000. Ajira ndani ya serikali, ajira kwenye sekta za binafsi, lakini ajira vile vile kwa kuwawezesha wananchi kwa mitaji isiyokuwa na riba ili waweze kujiajiri wao wenyewe. Tutaendeleza uwezeshaji wananchi uchumi. Tayari tunaendeleza watu kwenye uchumi wa bluu, wavuvi, wakulima wa mwani, wajasiriamali wadogo wadogo, tunawapa mikopo isiyokuwa na riba. Tutatenga fedha nyingi zaidi ya kuwapatia hawa ili waendelee kujiwezesha wao wenyewe kiuchumi. Uchumi wa bluu.
upande wa uvuvi, ukulima wa mwani, mafuta na gesi, usafiri wa baharini, huku kote kuna miradi mikubwa sana inayokuja. Tuna meli mpya ambazo zinatengenezwa sasa hivi za shirika la meli, lakini vile vile tutahakikisha kwamba mafuta na gesi tunaendelea uchimbaji ili uchumi wetu wa Zanzibar uwe ni uchumi wa mafuta na gesi. Tutajenga hifadhi za chakula ili tununue mazao wakati wa msimu wa mavuno, tupunguze kuongezeka kwa bei za vyakula katika nchi yetu. Tutakuwa na hifadhi kubwa za kuweza kufanya hayo. Lakini vile vile tutahakikisha tunatoa pembejeo na simu za umwagiliaji wa wakulima wa mpunga hapa, iwe tuwe tunakilima mazao ya mpunga ya ndani vile vile, bila kuwasahau wakulima ambao tayari wameshawezeshwa kutekeleza skimu hizo za umwagiliaji. Tutajenga hifadhi za mafuta ya diesel na petroli upande ule wa Mangapwani, kwa sababu moja ya sababu zinazoongeza mfumuko wa bei katika nchi yetu ni pale ambapo mafuta ya petroli na diesel yanapopanda na gharama za usafiri zinapanda na hatimaye bidhaa zinapanda. Kukabiliana na hilo, tutakuwa na hifadhi isiyopungua ya miezi 3 ndani ya nchi ya mafuta ya petroli na diesel. Tutaendeleza ujenzi wa nyumba bora za makazi, nyumba za maendeleo, ili wananchi waishi katika nyumba nzuri zaidi, na wale ambao watakuwa na uwezo tutaziuza baadhi ya nyumba hizi kwa gharama nafuu ili wananchi waweze kumiliki nyumba za gharama nafuu za kisasa kabisa. Kwenye ustawi wa jamii tutaongeza idadi ya wananchi ambao wanapata pensheni jamii na kiwango cha pensheni jamii, lakini vile vile tutaongeza pensheni za wastaafu wa serikali ili waendane na hali halisi ya maisha tuliyokuwa nayo sasa. Eneo la 11 ni eneo la michezo. Ndugu zangu, vijana mkae tayari, tuna mji mpya wa michezo, sio kiwanja, mji wa michezo, Afcon City. Mashindano ya Afcon mwaka 2027 yako katika nchi yetu na sisi Zanzibar tutashiriki. Kwa hiyo tunajipanga kujenga mji wa Afcon kule Fumba. Ndugu zangu, nilisema wakati nafungua uwanja wa Amani kwamba kama wanadhani nimemaliza, na waambia ndo kwanza ninaanza, subiri nimuone kiwanja cha Fumba. Ndugu zangu, nimeyasema haya kwa haraka kwa sababu natambua muda umetutupa mkono, lakini kazi iliyokuwa mbele yetu ni tarehe 29. Kampeni tumefanya za kistaarabu, kampeni tumefanya mikutano ya hadhara, na tumefanya kampeni za ndani, na tumefanya kampeni za makundi. Hakuna kundi hatujalifikia. Hakuna sababu kwa nini Chama cha Mapinduzi kisishinde kwa ushindi mkubwa tarehe 29. Ndugu zangu, nikuombeni, ni wito, kama tunavyojitokeza katika mikutano ya hadhara kama hivi, tarehe 29 tujitokeze kwenda kupiga kura sote, asibaki mtu, ili wale ndugu zetu wale safari hii tuwashinde sana, wasiwe na sababu yoyote ya kulalamika.